Haleluya. Amen. Basi tukae. Marabashadorobosa katalamande. Rimana masuterebe kaparabashanderi kapai. Marabosovregida bahandeli gabahate. Yandobosika mantarabasherebekida. Hesbrabanderi kamandorobosia. Mentarabashale gedebeli gabahate. Yes. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa Pastor Ebeneza Joseph Chaula. Namshukuru Mungu kwa neema yake. Siku nyingine tena leo Bwana amenipa nafasi niweze kuwepo mahali hapa na kuhudumia neno la Bwana. Amen. Amen. Namheshimu Mungu kwa ajili ya mtumishi wa Mungu na mbeba maono wa hii huduma. Sir, God bless you so much. Na nilipopokea hizi habari nikasema mimi ni nani nikataa wito kama huu. Amen. Huyu mtu wa Mungu nitoka naye mbali kidogo, tukiwa huko Tabora, maisha ya namna fulani kule. Elisha Majige, man of God, God bless so much. Nimefurahi kukuona. Elisha Majige nilisoma naye Dodoma Sekondari. God bless you sir. Amen. Wow. Nafikiri tuko tayari. Amen. Are you ready? Hebu mshike jirani yako umsalimie kidogo, maana kuna mtu ameshaanza kidogo hii ni mida ya hatari. Sije kawa ni muda tunafanya yeye aanze kama vile kusinzia fulani. Ila Mungu atatusaidia. Amen. Amen. Wow. And I'm happy to see God Father. God bless you so much, sir. It's a privilege to be with you today here. Unajua unapoona mtu wa Mungu ambaye umekaa naye pamoja alafu Mungu anazidi kumpush kwenda mbali, yani ni furaha. Amen. Na mimi naamini kabisa kwamba siku ya leo Mungu anakusukuma kwenda mahali kwa jina la Yesu. Amen. The place of obedience in awakening of men. The place of obedience in awakening of men. Nafasi ya utii kwenye kuamsha watu. Namna gani ambavyo utii unaweza ukawa ni nafasi ya kumwamsha mtu na kumweka mahali ambapo Mungu amemkusudia. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tutajifunza. Naamini kabisa Roho wa Bwana atatupeleka mahali pazuri kabisa. Amen. Amen. Tupo tayari kwa jina la Bwana. Hebu kama upo tayari naomba usimame kwa miguu yako mara moja. Kama upo tayari, hebu niwekee Zaburi 57 mstari ule wa 8. Nataka ni raise prayer point moja ambayo Roho wa Bwana alimpatia kabla sijaendelea. Zaburi 57 mstari ule wa 8. Maraba shekepeledi ya bahade. Reko shana mahate. Yeso fara bahade liga bahade. Naomba usome Biblia yako. Nafikiri na Biblia yako hapo. Anasemaje? Zaburi 57:8. Mbita tu anasemaje? Amka moyo wangu. Amka. Kinanda na kinubi. Nitaamka alfajiri. Rudia tena kwa sauti. Amka moyo wangu. Amka. Kinanda na kinubi nitaamka alfajiri. Hebu niweke SUV anasema amka utukufu wangu. Nafikiri ndo anasema hivyo. Amka utukufu wangu. Sasa tamani tuombe jambo moja. Bwana Yesu niamshe tena. Bwana Yesu fanyaje? Niamshe tena. Sema Bwana Yesu niamshe tena. Haya, anza kuomba. Mantaraba sheke pala balada. Reko siti kipama nose paragida. Zovedege pa shandeli gabahata makarama soto ribi dabahata rabakai. Bwana niamshe tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, ninakuja mbele zako tena wakati huu. Naomba uamshe moyo wangu tena. Naomba uamshe tena roho yangu. Mahali pa maombi Bwana, ninaomba uniamshe tena katika jina la Yesu Kristo. Ramaso patelebekita esuvedebekana makura bahade eshia
Erina mahate reberida bahata. Esoberekida bahante ribarada. Erama kapara basovedia. Amka utukufu wangu. Ye karaba shetere berida. Rima satara bakade. Eshia makaya mone mekia ba. Elibahando robo shiri bahata. Ebradiska falabande rebesiti e paradiga namasute reberida. Amka yendele beshiba namasuvede e ribata kapala barada e remosi pregida bahada. Moja jambo ambalo Bwana aliniambia siku ya leo, amekuja kuamsha utukufu wako, amekuja kuamsha utukufu wako. Lord has come to awaken your glory. Arise, for the glory of the Lord has come. Yetelebeko paradi barasete yempradiba shatelebekita ya sataraba kaparadia arimana mashetere berida. Mwengine utukufu wake kuamka, ndo huduma yake inaamka tena. Mwengine utukufu wake yantaraba suvede bekita erima mama mashate ezovede bekeria ba. Everybody play yantaraba shetere berida rama sovede bekita yandaraba kobelida mantaraba kaparia mande lika para barada. Luka sura ile ya 9 na mstari wa 32. Petro na wenzake walikuwa wamelemewa na usingizi, walipoamka waliuona utukufu wa Bwana. Na ndivyo ilivyo usiku wa leo na muda kama huu. Bwana amekuja kukuamsha usimame mahali pako pa maombi. Amekuja kuamsha wanawake wasimame na moto wa Mungu. Shakaparakate erina makaparadia arama sopatera eshiakatara balada. Amka yandoriba shatera erata kaparadia yasovede bekita yentara balada. Amka na ujivike nguvu zako. Yeshelika parado eskeperia mantere berida rama kaparadia. There are new dimension, there are new levels. Riatara barada. You have to awake first. Yeshelika paradia rama katereba ya shetere berida ya ntara barada. Hautakuwa daktari wa kawaida, anakuwa ni daktari ambaye amejaa utukufu wa Bwana. Hautakuwa mtu wa kawaida tena, hautakuwa mwanamke wa kawaida tena, utakuwa ni mwanamke ambaye amejaa utukufu wa Bwana. Amka yeshariba da barada. Mwambie Roho Bwana niamshe. Harebo shete pekepa andeke pala basute eliaka manomo shata elikatara barada. Quicken us and we recall upon your name. Rama shepete pera erima kaparia brada. The person here, Lord, is quickening you in a man. Yeshakata paradia eribi kaparaba erima mama mokosh elikatara barada. Sauti yako itoshi bado. Sauti ya watu ambao wanatamani Bwana waamshe tena. Rama kaparadeshe elina makaparadia azovede bebe kepe esharika paradia raka paradia. Niamshe Bwana, niamshe. Amsha utukufu wangu tena. Amsha ile neema iliyolala. Amsha vile vipawa vilivyolala ndani mwangu. Shereke kepata erata paradia azode keperia mande. Ningepata mtu mmoja ambaye amenielewa, angeomba kwa sauti zaidi akimwambia Bwana niamshe. Lord quicken me, Lord quicken me, Lord quicken me. Amka wewe usinziae, amka wewe usinziae. Kuna mtu mahali hapa Bwana anamtoa kwenye usingizi wa kiroho. Ye karaba shete eriapa katia na utakuwa kawaida. Ye sharaba kate erima na makate eriaba shepradia azove debe kita baradia manterebe sheperedia. Amka, jivike nguvu zako. Amka Sayuni, amka Sayuni na ujivike nguvu zako, ujivike uwezo wako, ujivike utukufu wako, ujivike neema ile uliopewa na Bwana. Ye kaka kapo esheribata eranderebe sita eriba bakopaya ariakatara barade eshetereberida. Ulikuja kufanya nini mahali hapa? Umekuja kwa ajili ya Bwana aamshe upendo uliokuwa umelala ndani mwako. Eraba shateri barada eraba sopeleketa eshaka paradia ariaba raketeria. Lord
Lord, revive me again. Lord, revive me again. Eshelegebeketo eleke paradia asete paradia anderebekepa aya kama shete ereka mashete ariata sofetia. Lord, revive me again. Lord, revive me again in the place of prayer, in the place of worship. Lord, revive again. Revive my secret place. Revive my secret place. Revive my secret place. Shantaka para ele kamana mashete elina masuntiri bakina esinuri mikipirina mande entariba kote erababa shete erababa shete eriakatara barada arama kateria mande era mashandere besia rateke paradia. Baba niamshe tena, Baba niamshe tena mahali pangu pasili, mahali pa ibada Bwana. Baba niamshe tena mahali pa maombi Bwana. Baba niamshe tena mahali pale nilipokuwa ninakaa na mifungo bila kuchoka Bwana. Baba niamshe tena are mashata kapa enterebe kebradia asove debe kitiri bakande parapatere badia anterebe sive debe kita. Amekuja rafiki yangu sasa, anamwamsha mtu mmoja sheterebe kiti paga aramaneke peredia aresofeteria varada. Kuna mwingine ambacho alikuwa akisubiri ni hii moment tu, anatoka na majibu yake. Aya ketosia asherebe keperia ariamanama keprodia azove debe keta eriama kanomo sibi emekepele sidi eshantara balada. Lord, awaken me again. Lord, awaken me again. Lord, awaken me again. Lord, awaken me again. Shatara baraba ariamande bekita ariamande rebekita azove debeki ezove debekia azuve debekia shariba babakuria aretere berada. Pray ashandere bekira azove de berida yantere bekira asuve de beshina mantara bakuria aria barada. The place where Lord is katika jina la Yesu Kristo. Kuna mahali Mungu anatupeleka wakati huu, kabla ya kufanya neno lake anatupeleka mahali hapo ili atusikizishe maneno yake. Yeshaliga barasete eria barabakatere barada aria mashendere bekita azove de bekitiri bakata ayakatere berida. Na malizia, mwambie Bwana tena, unipe jambo langu tena, uniamshe tena Bwana. Amsha kule kusoma Biblia Baba, amsha ile njaa ya neno Baba, amsha ile njaa ya neno, nikae na neno hata masaa, nikae na neno lako Bwana, nikae na video ya kujifunza bila kuchoka. Ile stamina naipokea tena, ile stamina ya neno. Esheka papa arima na mabaka esheteke peredia arana masite eshandika paya arata paradia asofete kepete eshita kapata aranta kapa asefedika pa ashete peria araba kapa arete kepa shanterebo ezevedika paya erepekete pe eshiana makai eriata paradia arate keperedia arama mama mashita ezovedika pai ezovedigi bigida ashana makate eriama katera eshadaba ariama sovedia asheterebe shete harama sheke paradia barades shete baragida mantaraba seprediba haya kakako setira shadeke paratira barande embradiva rahaske feredira bahata harama shetere berida masotori barada karaba shantere berida makaraba soto yesha katara barada katika jina la Yesu Kristo mantara barabaraba embragada bashate mantara barada. Tukae kwenye uwepo wa Mungu. Shatara barada makatara barada. Tukae kwenye uwepo wa Mungu. Nafasi ya utii kwenye kuiamsha yule mtu wa ndani kabisa. Namna gani ambavyo utii
unaweza ukakuamsha. Namna gani ambavyo utii unaweza kupeka viwango ambavyo kwa ni mtu ambaye umeamshwa tayari kwa ajili ya Bwana. Prophet Emmanuel Makandiwa alisema kwamba kiwango cha mtu kukua rohoni kinapimwa kwenye kiwango chake cha utii. Sio kiwango chake cha mifungo anayofunga, sio kiwango chake cha maombi anayoyaomba maybe, au sadaka anazozitoa. Kiwango cha ukomavu wa mtu kinapimwa kwenye kiwango chake cha utii. Maana kama kuna watu ambao watakuwa ni wakomavu, hawatakuwa watoto tena rohoni, ni watu ambao wamekomaa kwenye ile eneo la utii. John Baylor anasema kwamba he who cannot obey cannot command. He who cannot obey cannot command. Mtu ambaye hawezi kutii hawezi kuwa na mamlaka rohoni. Kuna watu hapa ambao wanatafuta kuwa na mamlaka fulani rohoni, wanatafuta aina fulani ya utiisho. Kiwango chako cha mamlaka, mtu wa Mungu, kinaamuliwa na kiwango chako cha utii kwa Mungu. Namna gani ambavyo unamtii Mungu. Kwa hiyo kuna watu ambao wamebakia kwenye ile hali ya kulala, kwenye hali ya kusinzia rohoni, kwa sababu bado hawajaimarisha eneo lao la utii mbele za Mungu. Sasa napoanza kwenye utangulizi wangu, naomba nikupatie baadhi ya maandiko kadhaa ambayo yatakupatia mwanga ni wapi ambapo tunaelekea. Kwenye Biblia yangu nikaelewa kwamba moja ya kitu ambacho Mungu anakitaka kwa mtu yote ambaye anamfuata, Mungu anahitaji utii. Tokea mwanzo, Mungu alichokitaka kwa Adam, baada ya kumpa maelekezo, alimtaka Adam awe mtii. Mwanzo sura ile ya 2 na mstari wa 6. Mwanzo sura ile ya 2 na mstari wa 16. Baada ya Mungu tu kumpa Adam maelekezo, moja kwa moja Mungu alimpatia Adam nafasi ya yeye kuweza kumtii Mungu. Mwanzo sura ile ya 2 na mstari wa 16. Okay, aliyepata usaidia kusoma hapo maana. Yes, Mwanzo 2:16. Biblia inasema kwamba Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Neno akamwagiza hapa maana yake kwamba anamhitaji huyu mtu amtii. Pia ukisoma ile Mwanzo 3:11. Mwanzo 3:11. Akasema, ni nani aliyekuambia ya kuwa uchi? Je, umekula wewe matunda ya mti niliyokuagiza usiale? Kwa cha kwanza ambacho Mungu alimpatia Adam tokea kwenye mwanzo wa mianzo, alitaka Adam amtii Mungu. Ndio maana akampatia ile agizo. Lakini huku kote kwenye Biblia utaona kwamba moja ya kitu ambacho Mungu anakitaka kwetu sisi hapa, Mungu anatuhitaji tumtii. Kwenye Ufunuo sura 2 na 14. Ufunuo sura ile ya 22 na mstari wa 14. Mimi nina maandiko mengi kidogo sababu mimi ni mwalimu. Ufunuo 22:14. Heli wazifuao nguo zao wawe na amri kuuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Kwa Kiingereza naipenda zaidi kwenye King James Version inasema kwamba blessed are they that do his commandments. Yaani kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwenye Ufunuo, Mungu anatuonyesha kwamba moja ya kanuni ya msingi sana ni utii. Ni utii. Kwa hiyo utii ni kitu ambacho ni cha muhimu kuanzia kwenye mwanzo hadi kwenye umilele. Na moja kitu ambacho tupa tiketi ya kuenda kwenye umilele ni nafasi yako ya kumtii Mungu. Ukimwangalia Nuhu, Mwanzo sura ya 6 mstari wa 22, Nuhu alikuwa ni mtii kwa Mungu. Na utii wa Nuhu ulikuwa so radical. Yaani ni mtu ambaye alikuwa na radical obedience to God. Mwanzo 6:22. Ndivyo alivyofanya Nuhu sawa sawa na vyote alivyomwamuru Mungu. Sasa na wewe pia ni mangapi ambayo Mungu anakuamuru? Kuna mwingine ambaye Mungu alishakupatia maono fulani ukiwa shule ya msingi, sijui ukiwa sekondari. Hadi leo tunavyoongea hivi unasubiri mpaka sijui ufike miaka fulani
niweze kuyafanyia kazi. Biblia kwamba naye Nuhu alifanya sawa sana vile ambavyo Mungu alimwamuru. Kwa kuna hii nafasi ya mtu anaweza kufanya kama ambavyo Mungu amekuamuru. Ile Mwanzo 7:5 pia. Mwanzo 7:5. Biblia inasema kwamba Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Kila mtu mahali hapa kuna mambo ambayo Bwana huwa anakuamuru mwenyewe. Ndio maana somo moja hapa la kuhusu the place of obedience, ila nikija nitafanya kila mtu mahali hapa ameandika vya kwake. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Hebu mngeje jana yako kidogo hapo unachokiandika hapo. Uta mwingine ameandika point tofauti. Na mwingine ambaye anasinzia hata saizi mpaka saizi tunavyoongea hajaandika chochote, lakini najua mpaka saizi ameandika. Haya, Mwanzo 7:5. Nuhu akafanya kama vile Bwana alivyomwamuru. Kila mmoja wetu mahali hapa kuna namna Bwana huwa anakuamuru. Bwana huwa anakusemesha. Bwana huwa anaongea na wewe. Mwingine ni kwa njia ya ndoto. Yaani yeye ni muotaji kama Yusufu. Anaota kweli yani. Pastor, jana nimeota kwamba nimeenda Ikulu, nikakutana na Mama Samia, akaniambia mimi hapa ndo daktari wake special, kwa kuanzia hapo baba ikashangani, ghafla ndoto ikaishia hapo hapo, yani sijui kwa nini. Mimi mwingine, pastor, yani nimeota usiku wa leo, nimerudi shule ya msingi, nikaingia kwenye vile vyoo, pastor, yani nikashangaa. Mungu anaongea hata kwa njia ya ndoto. Sawa? Sasa je, huwa unafanya kama Bwana anavyokuamuru? Haya, ongeza tena hapo mstari wa 9. Mwanzo 7:9. Wakaingia katika safina alimo Nuhu, wawili, mume na mke, kama vile Mungu alivyomwamuru Nuhu. I love this. Yaani kama vile ambavyo aliamriwa anafanya vile vile. Asubuhi zako useme maombi, Mungu akakuamrisha kwamba leo usiongeongee. Ila ukitoka nje ya mlango wako, unavyoanza kuongea mtumishi wa Bwana. Wewe unajulikana kwa story kwenye grupu lako lote, darasani kujua kwamba wewe huwa utuliagi, Mwingine Mungu akupatia ka ufunuo fulani kwenye andiko, lazima tupostie status tuone kwamba leo umedaka ufunuo andiko fulani, Haya, mstari wa 16 pia. Ile 7:16. Na waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru. Angalia sentence, kama vile alivyomwamuru Mungu. Wewe pia Mungu huwa anakuamuru nini? Hebu mwambie jirani yako, Mungu huwa anakuamuru nini? Je, unafanya kama vile ulivyoamriwa? Mwambie tena, je, unafanya kama vile ulivyoamriwa? Amesemaje? Basi sasa leo anapokea neema ya kufanya kwa jina la Yesu. Ibrahimu, baba wetu wa imani. Ibrahim, moja kitu ambacho kilimfanya kuwa baba wa imani ni kwa sababu ya utii. Tunathibitisha hili Waebrania 11:8. Waebrania 11:8. Ukisoma pale mwanzo huwezi kusema utii ulikuwa kwa mali gani. Ile tuende kwenye Waebrania 11 mstari wa 8. Tunaona kwamba baba yetu wa imani Ibrahimu, kilichomfanya akaweza kuwa baba wa imani ni kwa sababu ya utii. Waebrania 11:8. Kwa imani Ibrahimu alipoitwa. Sasa Ibrahimu saizi hayupo, ndo upo wewe. Kwa imani sijui Stanley alipoitwa. Aliitika atoke aende mahali pale atakapopata kuwa urithi, akatoka asijue aendako. Akatoka asijue aendako. Sasa kwa Kiingereza pale ndo anaisemea vizuri. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should have to receive for an inheritance, obeyed and he went out. Sio ametokea hapo kwa King James version. I love this Bible versions, nasaidia kuelewa vitu vizuri. Kwa sababu kwa Kiswahili ukiona vizuri, hapa sema hivi kama vile alivyomwamuru Mungu. Hiyo kumwamuru Mungu ndo utii. Sasa kwenye King James version, alafu utaona vizuri anavyosema pale. Yes. Okay, good. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. Pale kuna neno obeyed. Maana kilichomfanya Ibrahimu awe baba wa imani alikuwa ni mtii. Ile Mwanzo 22 mstari wa 16 hadi 18 biasa kwamba kwa maana Ibrahimu aliitii sauti ya Mungu.
Kwa Ibrahimu ile kwenda kutoa sadaka hakukuwa ni maelekezo ambayo ameyaota tu. Ibrahimu alitii sauti ya Mungu. Kila mtu mahali hapa anamsikia Mungu. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kumsikia Mungu sio usikie mwanangu nakwambia hivi na hivi. Nataka umekaa hivi ila wazo likakujia. Nataka umekaa hivi unajiona mwenyewe kwamba nimeandaa event fulani hivi inaitwa Awakening of Men. Hiyo unavyojiona ndio Mungu anasema na wewe. Sasa najua nikisema Mungu anavyosema na wewe, unaweza kufikiri labda Mungu anasema na wewe kwa namna fulani hivi ngumu sana, mtu wa Mungu. Lakini I want to simplify that. Mungu anasema wewe kwa njia ya mawazo. Yale mawazo marahisi ambayo unajisikia leo huyu mgonjwa baada kumwandikia dawa fulani, hebu kwa nini simpe dawa hii? Japo kitabibu unajua kabisa I should give this, lakini I feel it, there's an instinct in me say that I should do this. Afu unafanya hivyo inatiki. Huyo ni Mungu ambaye amesema na wewe. Amen. Haya, tuendelee mbele kidogo. Musa na Kisa la jangwani pia ni watu ambao walikuwa ni mfano wa kuigwa sana kwenye eneo la utii. Ndio maana Biblia inasema kwa habari ya zile amri 10 za Mungu na sheria nyingi sana ambazo Mungu aliwaandikia. Pia nabii Yeremia ni mtu mmojawapo ambaye sana alitumia neno la utii. Nabii Yeremia, ile Yeremia 7:22-23, Biblia inaonyesha kwamba Yeremia pia ni mtu ambaye alikuwa anazungumzia sana hili eneo la utii. Haya, kwenye Agano Jipya pia utasema labda pastor hilo ni Agano la Kale. Vipi kuhusu Agano Jipya? Kitabu kile cha Wafilipi sura ile ya 2, mstari wa 5 hadi wa 8, tunamuona Bwana wetu Yesu Kristo, yeye pia alikuwa ni kielelezo cha utii. Biblia inasema kwamba naye akatoa namna mwanadamu, alafu akawa mtii hata mauti ya msalaba. Maana utii ni moja ya kitu ambacho Bwana Yesu kilitawala huduma yake nzima. Ebrania sura ile ya 5 mstari wa 7 hadi wa 8. Ingawa ni mwana alijifunza kutii. Kwa hiyo utii ni shule kabisa. Kwa leo hii Mungu ametuleta kwenye shule ya utii kwa jina la Yesu. Sema amen. Sema amen. Hata mitume wa Bwana Yesu pia walikuwa watii. Matendo ya Mitume sura ile ya 5 mstari wa 29. Wanasema kwamba je, tuwatii nyinyi kuliko kumtii Mungu? Maana walikuwa wanaelewa kwa habari ya utii. Pia ile Matendo 5:32 anasema kwamba Mungu huwa anawapa Roho Mtakatifu watu wote wanaomtii. Kwa hiyo hata Roho Mtakatifu ambaye unampokea wewe ni kwa sababu umekuwa mtii. Maana pia akiingia ndani mwako, kama utii ndio umekufanya umpokee, vile vile akiingia ndani mwako ili aendelee kubaki ndani mwako, ili uweze kumfurahia, lazima ubaki kuwa mtii. Lazima uendelee na maisha ya utii. Roho wa Bwana hawezi kukuongoza kama uwe mtii. Kama utakuwa sio mtii, utashangaa unafahamu Roho wa Bwana wa maombi. Roho wa Bwana wa kanisani. Unafahamu Roho wa Bwana wa kanisani yule? Kuja sasa mtu anatisika hivi. Ila baada ya hapo hana matokeo ya kutisika kwake, hana matokeo ya jasho lake, hana matokeo ya machozi yake. Lakini hilo halitakuwa fungu lako kwa jina la Yesu. Sema amen. Roho wa Bwana ni kwa ajili ya maisha na tunajifunza namna ya kumtii. Amen. Paulo pia alikuwa ni mmoja wa mtu ambaye alikuwa na ujumbe wa kutii kwa mataifa. Warumi sura ile ya 1 na mstari ule wa 5. Sasa nianze haraka, nini maana ya utii? Pastor, nini maana ya utii? Kuna maana ambazo mimi na Roho Mtakatifu tumekuandalia siku ya leo. Kwa hiyo naomba uziandike kama ambavyo nitakusemea. Najua wewe na maana zako sawa kabisa, ila leo ninazo za kwangu mimi na Roho Mtakatifu ambaye huwa anakaa naye chumbani. Wewe Roho Mtakatifu wa kanisani, mimi ni wa chumbani kabisa. Ni kutunza kuyafanya yale umeyakubali kutoka kwenye maagizo au maelekezo. Jambo la kwanza ni maana ya utii, ni kutunza kuyafanya yale umeyakubali kutoka kwenye maagizo au maelekezo. To behave accordingly to what you have been told. Ni kutunza kuyafanya yale umeyakubali kutoka kwenye maagizo au maelekezo. Isaya 1:19. Kama mkikubali na kufanyaje? Na kutii. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nini? Mema ya nini watu wa Mungu? Mema ya nini? Sasa watu wengi wameishia kukubali. Paka wanaimba, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, ila hajaenda kwenye eneo la utii.
Ukimwambia unaifahamu sadaka ya zaka, ndio naifahamu, imeandikwa kitabu cha Malaki sura ile ya 3 mstari wa 10 hadi wa 14. Okay, je, huwa unatoa zaka? Sasa pastor, hapo najua mimi mwenyewe ndo kwanza hapa nimeanza kufanya kazi pastor, sijui kodi inatoka wapi, lakini Mungu anajua. God knows pastor, God knows. Ila amejua kabisa kweli, amekubali kwamba kuna sadaka ya zaka, ila kwenye kutoa sasa hapo ni jambo lingine. Ni Mkristo, anajua kabisa anapaswa kuishi maisha matakatifu na amekubali kabisa. Hapa anavyoongea watu huu, bado silini kuna mambo ambayo yanaendelea silini kwake. Ana maisha fulani ambayo anajua yeye mwenyewe. Ukikagua simu yake, hebu angalia jina lako vizuri, labda sijeka ni huyu naye muongelea hapa. Muangalie vizuri jina lako, sijeka ni huyu ambaye namuongelea. Ukikagua simu yake vizuri, kuna mambo ambayo ukiangalia kwa sema hivi, ni mtu ambaye amekubali, lakini kwenye eneo hili la simu bado hajatii. Jana wangu mmoja ananiambia, pastor, kwani namshukuru Mungu amenisaidia, lakini haiwezi kapita wiki 4 sijaangalia pornography. Na anasema jikute kwa siku ambayo najikuta tu nimejichanganya, yani ghafla tu pastor nimejisikia tena kuangalia na nimeangalia tena. Anambia okay, huyu ni mtu ambaye amekubali kabisa hapaswi kuangalia pornography, lakini kule kutii sasa kule kuna nguvu ambayo itabidi msaidie achomoke huko, bado hajachomoka huko. Kwani mambo ni mageni watu wa Mungu? Ni mageni. Mbona siwasikii mkiongea? Ni kwamba nyie ndo watu ambao mna mambo bado yanaendelea ndani mwenu hao? Ni mageni. Wapo watu makanisani ambao mpaka sasa tunavyoongea hivi wanaangalia pornography hapo makanisani. Wengine kabisa ni viongozi wa praise. Akija hapa mbele mpaka tunatoka jasho tunamwimbia Bwana. Ila usiku wa jana yeye mwenyewe mwingine ni mpigaji kama mtumishi wa Mungu hapa. Ila sio huyu sasa Ila akipiga unasikia kabisa upako unashuka. Lakini nyuma ya pazia mtu wa Mungu ndio maana maisha asilini ni moja eneo ambalo linatamani utakuwa mtu anamgani mbele za watu pia. Sawa? Kile ambacho haujakifanya asilini hakiwezi kukutetea mbele za watu. Na Mungu huwa angalii huko mbele. Maana huko mbele ukiangalia vizuri kila mtu ni mzuri, kila mtu ni mtakatifu. Muda wa maombi paka anapiga magoti anaomba, analia machozi. Ila baada ya hapo chumbani mwake huwa hayo machozi hata Roho Mtakatifu hayafahamu. Mungu hajawahi kusikia huyo dada akilia machozi. Ila akiwa kanisani, sababu anajua hapa kuna mume potential ataniangalia, utabisa analia afa anachungulia. Yesu. Mchungaji akiacha kuomba na yeye pia ameacha kuomba. Kumbe kule hakutoka moyoni kabisa. Wapo watu ambao wakisikia moto umewaka hapa mbele na yeye ndo anachochea. Ila hayo maisha ya maombi hayana sirini kabisa. I love my generation, Gen Z. Kwenye maombi ya pamoja hapa, anya wataomba ise. Ila kamuulize chumbani kwake kama hizo ratiba huwa anakuwa nazo. Kamuulize, je, huwa ana nafasi ya kusoma Biblia yake ambayo anaisoma kanisani? Pastor, I am so busy. Today I had the rotation. And my timetable was so busy, pastor. So I'm so tired. Don't these things, pastor. God understand. Ndio kitu hapo. Huyo ni mtu aliyepigwa tayari. Ila wewe hapo hautapigwa kwa jina la Yesu. Jambo la kwanza nimesema kwamba utii ni kutunza kuyafanya yale umekubali. Jambo la pili, nini maana ya utii? Ni kufuata au kutenda sawa sawa na kile. Andika aje hapo. Utii nini? Ni kufuata au kutenda sawa sawa na kile umeambiwa, umefundishwa, umeonyeshwa, umeamliwa au umeagizwa. Ni kufuata au kutenda sawa sawa na kile umeambiwa, umefundishwa, umeonyeshwa, umeamliwa, umeagizwa bila kutilia mashaka. Nionyeshe mtu mwenye utii. Takuonyesha mtu ambaye anafuata, haishi tu kufuata, pia anatenda sawa sawa. Yaani kuna mfano fulani ameshapewa maelekezo fulani, anafanya sawa sawa na kile ambacho jambo la kwanza ameambiwa. Kila mtu mahali hapa kuna mambo ambayo huwa unaambiwa. Roho wa Bwana ndani mwako anakuambia, mafundisho ya mtumishi wa Mungu yanakuambia, vitabu unasoma vinakuambia sawa sawa na yale ambayo umeambiwa. Jambo la pili, umefundishwa. Kila mtu mahali hapa anafundishwa. Biblia inasema kwamba mafuta yale mliyowapokea ndani mwenu yanawafundisha. Ile Yohana wa kwanza 2:26-27. Kuna mafuta ambayo ndani mwako yanakufundisha. Ndio maana ukiokoka hamna haja kuambia kwamba hii gauni dada inakubana sana, sio vizuri kuivaa kanisani.
Yaani wewe mwenyewe unasikia ile gauni leo hii hii kuna namna. Hata kabla mtu hajakwambia wewe mwenyewe tayari ushaji evaluate mwenyewe. Kile kioo cha neno la Mungu ushakiangalia kikwambia hapa haujafanania mfano wa Kristo vizuri. Kabla mtu hajakwambia yale ambayo umefundishwa. Kuna watu ambao wako mahali hapa kama alisema Pastor Leonard, wanasoma mafundisho mengi mtandaoni, zile lizi za dakika moja zile anaziangalia za kutosha. Mara ameangalia hii ya Bishop nani sijui, hii Alomeo Sai, hii Orokopo, hii sijui Apostle Joshua Selemani, hii sijui Johnson nani sijui, hii ameangalia zote, ila hana fundisho ambalo amelipata kwa dakika moja. I know unaweza kupata ufunuo dakika moja, lakini kulipata fundisho lazima ukae chini umsikize huyo mtu wa Mungu alifikaje hapo kwenye hicho clip dakika moja. Ila wewe ukisema kuangalia video, unaanza kuangalia zile clip. Tupo vizuri jamani Au nimewaacha mahali. Sinafahamu wale watu ambao wakikaa ni simu zao, Instagram Reels, Facebook Reels, anaangalia zile clip kwa uaminifu kabisa, moja baada ya nyingine. Ila ukimwambia hivi, okay, umeshaangalia, hebu tuambie umejifunza nini? Nimeangalia tena nikwambie, kumbe hakuna ambacho amejifunza. Biblia kwamba dunia itajazwa na maarifa ya kumjua Mungu. Saa hizi tunaishi kwenye hiyo era ambayo dunia imejazwa na maarifa ya kumjua Mungu ya kila aina. Hadi ukitaka kuwa mchawi, kuna namna ya kuwa mchawi. Sema tu hujaamua kuwa mchawi. Ukitaka uwe Freemason, kuna watu ambao wanafundisha how to become a Freemason. Na ukajifunza kabisa. Kuna kijana wangu mmoja hivi alianza kujifunza hayo mambo, kaambia pasa, kajishangaa mimi nimeingia kwenye Illuminati. Na wafuatilia mtandaoni kabisa. Na yuko hapa anasinzia. Sasa sijajua kwa nini anasinzia. Yamkini labda Illuminati ameanza kuwa serious na yeye. Amen. Umeonyeshwa. Jambo lingine ni mambo ambayo umeonyeshwa. Hesabu sura ya 8 mstari wa 4, Musa alikuwa ni mnyenyekevu kuliko watu wote duniani. Moja ya sifa ya Musa alikuwa ni mtu ambaye anafanya kama vile Mungu alivyomuonyesha. Ule ujenzi wa hema kutania ilikuwa ni sawasawa na vile ambavyo Mungu alimuonyesha. Hapa ni mambo muhimu wewe kukaa na ile vision ambayo Mungu amekupatia. Haya metachelewa, imagine tu Mungu alikupatia, no, it will become into the sure thing. Mwenye vision Mungu, yani vision uliopewa na Mungu, haya metachelewa, imagine Mungu alikuonyesha, wewe fanya sawa sawa na vile Mungu alivyokuonyesha. Huda Filipo hapa tuvokaa hivi, yeye aliona hapa watu wamejaa, yani paka kule nje yani, ameona watu wamejaa paka kule nje. Ila amekuja hapa na shangaa watu wa Mungu ambao anamtia moyo, ni back to Eden, na wamekuja wengi kabisa, lakini watu wengine hawaoni kabisa. Bado man of God tunaendelea vile vile Mungu ametuonyesha. Amen. Sema tutafika kwa jina la Yesu. Sema tutafika kwa jina la Yesu. Kwa fanya sawa sawa na Mungu alivyokuonyesha. Kama Mungu alikuonyesha utakuwa profesa, ukipata masters usiridhike mtu wa Mungu. Endelea mbele mpaka ufikie ndoto yako. Hapo najisemea sasa mimi hapa. God showed me that I will be a professor. Lakini sasa hivi ninavyoongea na masters, na ifuata watu wa Mungu, mimi namshukuru Mungu. Niligraduate masters mwaka jana pale UDSM, na masters ya power system in high voltage and mambo ya high power systems. Power systems mambo ya umeme mkubwa ule, sawa? Kwa hiyo you are talking to an electrical engineer by profession, and also I am a UDSM staff. Mimi ni staff kabisa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, na wanafunzi na wafundisha. Kwa hiyo kama labda ni mchungaji tu ambaye yupo pale. No, sipo nipo sana, nasema amen. Kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu ameshanionyesha. Ile ndoto ambayo Mungu amenionyesha, hajalishi hapa nilipo ni mahali gani, naendelea mbele kuiangalia kile ambacho Mungu amenionyesha. Na kitu ambacho na kila mtu mahali hapa, kuna kitu Mungu alikuonyesha. Haya mambo unapitia changamoto gani sasa hizi? Isikutishe mtu wa Mungu. Endelea kubaki na kile ambacho Mungu alikuonyesha. Kwa wakati sahihi kitakuwa halisia. Sema amen. Na mimi namuombea kila mtu mahali hapa, ile ndoto yale maono ambayo Mungu akupatia yawe halisia kwako kwa wakati wake, kwa jina la Yesu. Sema hivi, yale ambayo Mungu alikuonyesha yawe halisia kwako kwa jina la Yesu. Kuonyesha kwamba wewe ni daktari wa kina mama, gynecologist. Usishie njiani mtu wa Mungu. Ile tu umeanza kupata vilele kidogo hivi vikaanza kuzubaisha. No, endelea mbele mpaka ufike pale. Amen.
Jambo lingine pia, umeamriwa. Kuna mambo ambayo Mungu huwa anakuamuru. Yohana 14:21 hadi 23. Pia jambo lingine, yale ambayo Mungu amekuagiza. Mungu huwa haongei mapendekezo. Mungu huwa anaongea maagizo, maelekezo. Kwa hiyo God does not talk suggestions. He gives you the commandments. Mimi pesa watu wa jeshini, kule jeshini hamna mapendekezo. Hafai kuambia lala chini, sio eti ukijisikia lala chini. Muda huo unalala chini. Wangapi wameshapita jeshini kama mimi hapa? Wale mujibu wa sheria labda washapita labda wale mambo. Kweli mimi ile miezi 3 wasena nikikumbuka nasema Bwana, nashukuru sana kwa nilivuka pale. Maana yale maisha kwa kweli. Jeshini ni amri. Hafai kuambia jambo fulani, either unajisikia ujisikii, lazima umtii. Jambo la 3. Pastor, nini maana ya utii? The heart level response to the will of God. The heart level response to the will of God. Ni mwitikio wa kiwango cha moyo kwa mapenzi ya Mungu. Mwitikio wa kiwango cha moyo kwa mapenzi ya Mungu. Yesu ambaye ni shule kuu ya eneo hili la utii, kila mara alikuwa anajiambia kwamba nimekuja niyafanye mapenzi ya yeye aliyenipeleka. Nipo kwa ajili ya kuyafanya mapenzi ya Baba yangu. Moja ya kitu ambacho tutasema kwenye utii ni wewe kuishi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kwa ajili yako ni yapi? Kuna mwingine hapa kutana anaishi, kumbe anaishi nje ya mapenzi ya Mungu. Yupo kwenye mapenzi ya mzazi. Unajua una mapenzi ya Mungu? Kitabu kile cha Yohana 1:11-14 anasema kwamba bali watu wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto wa Mungu, ambao aliwaokoa si kwa mapenzi ya mtu, mapenzi ya damu, bali mapenzi ya Mungu. Kwa wewe unaishi kwenye mapenzi gani? Warumi 12:2 inasema kwamba wala msifuatishe namna dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua mapenzi ya Mungu yaliyo mema, cha kwanza, cha pili, ya kumpendeza na ukamilifu. There is a perfect will of God and a permissive will of God. Kuna wengine ambao tukiishi saizi hapa, it is a permissive will of God. Mungu amemruhusu sababu yeye mwenyewe alikataa kumtii Mungu. Lakini there is a perfect will of God. Na mimi nakuambia mtu mmoja mahali hapa kwamba Bwana akujalie kuyaishi mapenzi yake makamilifu kwa jina la Yesu. Nasema hivi, Mungu akupe hiyo neema kwa jina la Yesu. Haya, angalia maana kadhaa ambazo nimeivunja hapa. Maana ya kwanza ni kuisikia sauti ya Mungu na kuwajibika sawa sawa. Kwenye hii maana ya 3, jambo la kwanza ni kuisikia sauti ya Mungu na kuwajibika sawa sawa. Yohana 10:27. Kondoo wangu waisikia sauti yangu, nami nawajua, nao wanijua, nao wanifuata. Wewe kama kondoo wa Mungu, ukishaokoka unakuwa kwenye familia ya Mungu. Kwenye familia ya Mungu lazima uwezo wako wa kuisikia sauti ya Mungu uwe imara sana. Yaani tangia uokoke, moja ya kitu ambacho unakipokea ni kuimarisha kwa uwezo wako wa ndani wa kuisikia sauti ya Mungu. Kwa unapofanya sawa sawa vile sauti ya Mungu imekwambia, hapo unamtii Mungu. Jambo la pili, kujitiisha chini ya mamlaka ya Mungu na nafasi ya neno lake. Kujitiisha chini ya mamlaka ya Mungu na nafasi ya neno lake. Yakobo 4:7. Basi mtiini Mungu, mpingeni shetani, naye atawakimbia. Sasa wengi wanakimbilia kwenye kumpinga shetani. Out! Ila bado hajamtii Mungu. Ndio maana wanasema out jingi alafu matokeo nothing. Ila ukianza kumtii Mungu, hauna haja kwanza kutumia sauti kubwa. Ule utii wako tayari umeshakupa mamlaka rohoni. Unaelewa vizuri tu Mungu? Hawa mbona ongea ni madogo, lakini ni msingi sana kama unataka uwe ni mtu ambaye unataka kumuona Mungu kwa viwango vingine. Lazima uanze na kanuni ya kwanza, kumtii Mungu. Acha yale maombi yale, shetani toka, achia. Okay, ila ile achia itokee kwenye wewe kwanza kumtii Mungu. Haujamtii Mungu, shetani atakukalia, pepo wa chekechea akufanyia mazoezi. Kisha kila siku wewe ni mafua, ni kichwa kukuuma, kumbe ni pepo chekechea akufanyia mazoezi. Sasa ni maisha kweli watu wa Mungu? Hao ni maisha kweli watu wa Mungu? Hao ni maisha? Wewe ni daktari lakini kila siku kichwa kinakuuma. Kumbe ni pepo chekechea akufanyia mazoezi. Jambo la 3, kujitoa kikamilifu kwa uzima wa Mungu ambao upo ndani yetu.
Nini maana hii ambayo nimetoa? Kujitoa kikamilifu kwa uzima wa Mungu ambao upo ndani yetu. Ukishaokoka kuna aina ya uzima wa Mungu ambao unaingia ndani mwako. Kwa mfano, mtu yote ambaye ni mzima, wengine hapa wanasoma mambo ya afya mtaelewa vizuri, lazima ajisikie njaa. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Mtu ambaye ni mzima kuna wakati tumbo linamuendesha kutafuta chakula. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Vile vile ule uzima wa Mungu unapoingia ndani mwako unakuongoza uwe mtu wa mambo fulani, uwe mtu wa tabia fulani, uwe mtu wa aina fulani ya mwenendo. Ule uzima wa Mungu ambao upo ndani mwako, kama vile ambavyo uzima ukimwingia mwanadamu una demand aina fulani ya reaction, vile vile uzima wa Mungu ukimwingia mtu ndani mwake baada ya kuokoka, kuna aina ya maisha yanabadilika ndani mwake, kuna aina ya mwenendo automatically. Sio tena mtu wa kusema kwamba anapambana na masturbation. No. Ni mtu ambaye anatembea kwenye uhalisia wa utakatifu bila kuishi na dhambi. Amen. Amen. Haya, kweli kadhaa kuhusu utii. Naomba niende haraka. Kweli kadhaa kuhusu utii ili nimalizie. Jambo la kwanza, neema haitoi udhuru wa kutokutii bali inatuwezesha kutii. Neema haitoi udhuru wa kutokutii bali inatuwezesha kutii. Grace doesn't excuse obedience but rather empowers obedience kind of lifestyle. Grace doesn't excuse obedience. Uwepo wa neema sio maana yake kwamba usimtii Mungu. No. Neema wala haiondoi sheria, amesema Pastor Leonard Kiamba. Neema haiondoi sheria. Sheria zipo, ila neema inakuwezesha kuishi kwenye zile sheria. Tito 2:11-12. Najua ni andiko tulifahamu watu wengi sana, maana neema ya Mungu iokoayo wanadamu wote imefanyaje? Basi wasikii imefanyaje? Siwasikii imefanyaje? Nayo yatufundisha kukataa ubaya, tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa nini? Kwa kiasi, kwa haki na utauwa kwenye ulimwengu wa nini? Hapo sema kwa habari ya kiasi. Kiasi kwa Kiingereza nasema ni sober mind. Sawa? Hiyo Tito 2:12. Sober mind. Si sawa? Sasa ile sober mind ukisoma kwenye tafsiri mbalimbali, ile sober mind inamaanisha the kind of life which makes you to be obedient. Wanatheolojia pia wanaelezea hiyo vizuri. Sasa mimi soma na theolojia, najua Pastor Leonard is a very good man of God. He goes in the school. Sasa sisi wengine kidogo ambao tuna shule namna fulani, ila ndio hiyo sema ndio hiyo. We should live soberly. Hii soberly. Maana yake ni utii. Amen. Kwa neema ya Mungu inakuempower kuwa mtii. Living soberly enables self control which is required to live obediently. Anyone who have seen the power of grace, one of the things he demonstrates is obedience. Yeyote ambaye ameiona nguvu ya neema, moja ya kitu atakuwa akikionyesha ni utii. Warumi 1:5. Mtume Paulo anasema kwamba kwa habari ya yule utii. Warumi 1:5. Hiyo tutasoma kwa muda wako. Jambo la pili, utii ni ushahidi wa upendo. Utii ni ushahidi wa upendo. Obedience is a proof of love. Nionyeshe mtu anayempenda Mungu, takuonyesha mtu ambaye ni mtii kwa Mungu. Ndio maana hata hapa duniani tu mtu anampenda mtu fulani, lazima atakuwa mtii kwake. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hiyo ushahidi ya kwamba wewe unampenda Mungu ni kiwango chako cha utii. Sio kuimba nakupenda. Hebu tumie basi kidogo. Nakupenda. Yesu. Usishie kuimba. Sasa watu ambao wanaimba very very emotional, lakini ukiwaambia je, unamtii Mungu? Kwa hiyo upendo wako unathibitika kwa kiwango chako cha utii. Yohana 14:15. Anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Kwa hiyo show me a person who love God. Taonyesha mtu ambaye anazishika amri zake. Wala sio paka ambie kwamba hii ni dhambi sio dhambi. Ule upendo unakusukuma.
ule upendo unakubidiisha. Biblia kwamba upendo wa Mungu unatubidiisha ndani yetu. Kuna upendo wa Mungu ambao ukifunuliwa kwako unakubidiisha kwenye mambo ya Mungu. Sio paka usukumwe. Sio paka uandaliwe mkesha. No. Unakuwa ni mtu ambaye ule upendo wa Mungu ndani mwako unakusukuma. Ni kweli ulilala 8 ila saa 11 umeamka sababu upendo wa Mungu umekuamsha. Na mimi nakuombea mtu wa Mungu, baada ya leo utashangaa nini kimekupata. Utashangaa upendo wa Mungu unakubidiisha kiasi kwamba usingizi hauna maana tena. Chakula hakina maana tena. Utashangaa unaingia kwenye mifungo mirefu afu unasema imekwaje, kumbe ni kile ambacho mtandao siku leo mahali hapa. Amen. Hata usiposema amina kinakupata. Sema amina. Amen. Very serious. Afu ndio hivi. Unajua mambo ya roho ni Bwana. Sio paka nianze kuunguruma ndio yatokee. No. Ndio nakuingizia roho hivyo. Amen. Sasa aliposema nami, roho ikaniingia, ikanisimamisha. Kwa kuna mtu hapo kwa kusema hilo neno, nimemsimamisha mahali pa maombi. Nimemsimamisha mahali pa mifungo. Atashangaa anaanza kufunga. Moja ushindi ambao nimepata kwenye huu mkesha, ninafunga 3 kavu. Umeanzaje? Aliposema yule mtumishi. Hakuwa serious hivi. Ndio hivyo. Ndio hivyo. Sema ndio hivyo. Sema ndio hivyo. Haya. Kwa hiyo moja ya lugha ambayo inaleka rohoni ni lugha ya utii. Utii wako ni lugha rohoni. So pale ambapo mtii Mungu, tayari rohoni umeshatafsiri kile ambacho unakisema rohoni. Umeelewa vizuri? Jambo lingine, utii ndo imani katika matendo. Maana nionyeshe mtu ambaye imani yake imewekwa kwenye matendo, takuonyesha mtu ambaye ana. Na imani haiwezi ikaenda kwenye matendo kama haijaambatana na utii. Maana kila imani huwa ina maelekezo. Kila imani huwa ina ahadi za Mungu. Sasa zile ahadi za Mungu lazima uzitii. Kuna nafasi yako ya kutii kuifanya ile ahadi iwe halisia. Yohana sura ile ya 2 mstari wa 5. Mariamu anaambia watu wasema kwamba lolote atakalo waambieni fanyeni. Lolote, sema lolote. Sema lolote. Ndio hivyo Mungu amekwambia kwamba wewe ni mtu wa namna fulani, hilo ni lolote ambalo Mungu amekwambia. Mungu amekwambia kwamba anzisha kitu fulani. Usiangalie rasilimali zitakukuta mbele, wewe anza. Amen. Yakobo 2:17-20. Imani pasipo matendo imekufa. Sasa hizi tuseme kwamba haijafa, imeoza kabisa. Namalizia mtu wa Mungu. Hapo lingine linalofuata hapo, hakuna mbadala wa utii. Hakuna mbadala wa utii. Kuna mwingine anafikia akitoa sadaka labda ni replacement ya utii wake. Labda akiwa na maarifa mengi. No. Hakuna mbadala wa utii. Sema hakuna. Nikusikie, sema hakuna mbadala wa utii. Samueli wa kwanza 15:22-23. Kutii ni bora kuliko. Kutii ni bora. Yaani kuna mtu ambaye hapa ni mtoaji mzuri wa sadaka, ila kuna mambo fulani ambayo bado hajaanza kumtii Mungu. Sasa Mungu akikuangalia hapo, mtumishi wa Mungu, anasema kweli sadaka zako nimezipokea, zimekuwa ukumbusho. Lakini kwenye huu utii sasa vipi hapo kwenye huu utii? Kwenye utii. Jambo lingine, utii mdogo ndio ambao umpa Mungu kukuamini kwenye mambo makubwa. Utii mdogo. Sema mdogo. Andika hivyo, utii mdogo. Mungu anavyoamini watu wa Mungu ni kwa namna ajabu sana. Mimi nakumbuka nilichaguliwa kuwa mchungaji. Mimi sasa siku kwanza kama nitakuja kuwa mchungaji. Nafikiri kuna wasoma pale shuleni pamoja. Mimi nilikuwa ni John Kisomo, yani shuleni mimi nilikuwa nasoma vizuri sana. Yani ni mtu ambaye nasoma na nasoma kweli. Japo nija kwenye uima huku, I am very good man of God. Ila pia shuleni nabukua vizuri sana. Lakini sikufikiria kama iko siku ambayo nitakuja kuwa mchungaji. What happened here? Ni ule utii ambao ulikuwa unaendelea chini ya pazia. Yale mambo madogo ambayo Mungu ananisaidia kumtii, kumbe ndo ananitengeneza kuelekea kwenye ile nafasi ambayo ananiandalia. Kwa kila mtu mahali hapa kuna shule ambayo Mungu anakupitisha. Moja jambo ambalo nilikwambia ukweli, kuna shule ambayo Mungu anakupitisha. Ni shule ya utii. Unapomtii Mungu kwenye mambo madogo, Mungu anaona kwamba okay, now she's matured enough for me to give her a husband. Very true. Kuna dada ambao wamechelewa kuolewa, sio sababu ya kucheleweshwa. No. Kwa sababu ya kukosa utii. Mungu alimwambia jambo fulani dogo sana, dogo mno.
Kumbe ile jambo dogo ndio lingefungua moyo wa yule kaka. Hebu fikirie Lutu. Naomi anamwambia hivi, nenda kakae kwenye miguu yake. Yaani ni mambo ambayo ni madogo madogo ya kawaida kabisa. Anasema sasa mama, mimi kienda pale wakinikamata itakuwaje kwaje? Utii kwanza maelekezo. Alipoenda hicho mtokea, it is a history. Sasa hizi Lutu anatajwa kwenye kitabu cha ukoo wa Yesu. Na wewe mwanamke ambaye unatamani utaje kama mwanamke dunia hii, lazima ujifunze hii kanuni ya kutii. In fact, Biblia inasema kwamba enyi wake watiini waume zenu. Yaani issue ya kutii ni ya mwanamke. Yaani mwanamke wa Biblia ameongea mtu ambaye anapaswa kumtii Mungu 100%. Na mimi nakwambia mtu mmoja mahali hapa, hiyo neema ya utii imekuangukia kwa jina la Yesu. Kuanzia leo utakuwa mtii kwa Bwana kwa jina la Yesu. Sema hivi, kuanzia leo utakuwa mtii kwa Bwana kwa jina la Yesu. Namalizia. You become a servant of the one who you obey. Warumi 6:16. You become the servant of the one you obey. Jambo lingine, delayed obedience is equal to disobedience. Delayed obedience is equal to disobedience. Moja kitu ambacho Mungu amefanya maisha yangu, jambo lote ambalo Mungu analetea ndani mwangu, napaswa kulichukulia hatua haraka sana. Aidha linaonekana mbele litakuwa halikui, imradi tu Mungu amenipa ile picha, Mungu ameniletea ile wazo ndani mwangu, nachukua hatua kulifanyia kazi. Mtu wa Mungu, mambo ambayo Mungu alikuambia tangia mwaka uanze, kuna moja ambao in fact nasema kwamba kwenye mwaka ambao una wiki 52, kila wiki Mungu huwa anakudondoshea wazo moja, hilo wazo moja ambalo linatosha kuyabadilisha maisha yako. Kwa mwaka mzima una mawazo jumla kama 52 ambayo moja tu ungelitii lingegeuza jumla maisha yako. Sasa watu wengi bado wameishia kwa mahali ambapo hawamtii Mungu. Wana delay. Amesikia kabisa ndani mwake na ameshaushika, ila bado yupo anajivutavuta bado. Tusimame. Mara kaparabashetelebelida. Maso kori bahatara balada. Mandele koshitiri bahatara balada. Meso veli katara balada. Reso kotira balada. Unatii nini? Unaitii sauti ya Mungu. Jambo la pili, unatii neno la Mungu. Jambo la tatu, unatii maongozi ya Roho Mtakatifu. Jambo la 4, unatii ile misukumo ya ule uzima ambao upo ndani mwako. Jambo la 5, unatii mamlaka ambazo ziko juu yako. Tarudia haraka, unatii nini? Cha kwanza, unatii sauti ya Mungu. Cha pili, unalitii neno la Mungu. Cha tatu, unatii maongozi ya Roho Mtakatifu. Cha 4, unatii ile misukumo ya ule uzima ambapo ndani mwako, na cha mwisho, unatii mamlaka kuu ambazo Mungu ameziweka ndani mwako. Leo nitamani niombe na watu ambao Mungu amekuwa akiwaambia jambo kwa muda mrefu na wamekuwa wakichelewa kufanyia kazi. Mungu atamani akupatie wewe neema ya utii ambao ni utii wa papo kwa hapo. The grace for radical obedience. Yaani unamtii Mungu papo kwa hapo. Hauchelewi tena. Kila mmoja mahali hapo uliposema, Bwana Yesu, ninaomba neema ya utii papo kwa papo kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, nimwagie neema ya utii. Play. Mantaraba sovedebekai. Masha karaba sudebekira mahata. Maraba sovedebekira mahate. Mazovedi mahatarabakai. Jadega bahaso frekida bahanta. Maragado sibrahante lebegida. Hazovedi mantara bahate ribarada. Makarabo shigi bahaso fete. Yekatara barando ribarada. Rama so predi bahatara balada. Rama shekida bahanzo prediba. Yedeke paria mande. Father, I ask for grace for obedience. Jombe. Rimanda rabakose predi bahada. Trust and obey. Mandere beshiga bahataraba. Yesofedi bahante leberida. Mantara gabo sivedi bahada. Baba, naomba neema ya utii. Ya karaba sherebedia. Mtu aliyeamshwa tena ni mtu ambaye ni mtii kwa Bwana. Anatii sauti ya Mungu ambayo inamuita ikimwambia amka. Ya derebo shibaraboshe. Ereba kade zovedi bahate. Emparago sheke peledia. Mantarabo suvre gida bahade.
Embredishka paradia rama shakatara balada ya dofre kidi bahata zande prekita paradia yantere berida. Ningeomba wanawake wote, mabinti njooni hapa mbele, mshikane mkono kwa pamoja, alafu tuombe jambo moja kwa mabinti. Mashareketi, mabinti wote mpite pembeni dakika moja tu ndio malizia. Raba sheketele bahata, na mshikane mikono kwa pamoja. Tamani tuombe hii neema iangukie kwenye eneo la utii na unyenyekevu. Maraba shoke parabahata zabredi mahanta kaparaba sheketele bahanta rabarida bahata mesofeteri bahanda rabarada rakapala sovediga bahata mariga dabashetere belida rakasofeteri amande. Kila moja pale ulipo muombe Bwana neema ya utii. Mandarako sidi bahata Ibraka parabo sefrekita yantaraba kori bahata azovediga baladia. Baba, nimekuja kuomba hii neema tena. Rama shataraba kida basofete riba kantara balada. Ninaamini kwenye kuombeana, na wewe pia pale nyuma mtafute mtu mmoja, mshike mkono na muanze kuombeana. Hii neema ya utii imwangukie jirani yako. Hii neema ya utii imwangukie ndugu yako mmoja. Na mabinti hapa, ombeni, waambie Bwana, napokea neema ya utii. Raba sofetira bahandele bekita mantaka baradose ma ya karaba kaparadoshe eliga manoske peria bada ya zavere bebebe shekepaya ya taraga baradia rama sobredima handeria Ebradaba shatara bakaya eriba shatara barada. Play randerebe sividi bahata ezovediga balahate mantaraba karabayada yesabarabayate rebekida mandaka baraba sovedi erimana makaparadia yazabredi beshetere barada rakakatere berida. Baba, nipe neema mimi mwanamke, na kuomba Bwana unipe neema ya utii endelevu, Roho Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Utii kwa maelekezo yako. Mantaraba kapere vida ya taragabara bayada mantaraba bashetere berida ya taraka paradia. Kuna wanawake Mungu ambaye anatamani kuamini viwango vingine vya huduma, lakini havitakuja mpaka umeanza kuwa mtii kwa maongozi ya Roho Bwana. ya kabado pekera ya kadaba kopetera mantaraba shida bahada. Mwanamke omba, mwanamke asiyeomba apendezi kabisa, maana atakuwa ni mwanamke muasi aliyejaa kiburi. Mantarabakaya boya ya zebredima kaparabaye eparade beshita perebida mantoko paragadia. Father, I ask for grace. Rebredima shateria. Baba, muinue huyu, mpeleke viwango vingine vya utii Bwana, na muombea neema iongezeke zaidi Bwana. Shale baba ko parade besha eliamana mashetere berida. I ask for grace. Mantere berida mandara bakaparade eshebredi barabarada ya sovede bebere beshita etaria bakaba de bekita etara bakade bekita yeshatara bapo esheketere barada lebo si barada mantere bekita. Grace for obedience, grace for obedience, grace for obedience. Shariba dabadia. A humble heart, Lord, give me a humble heart, making me a humble heart. Yando riba shata. I want to be your servant. I want to serve you, Father, for my generation, for my people. Give me a humble heart. Give me a servant heart. Mando robo shida mantere bekira ya zove de beki mantara bako eshibregida mantara baka ya dakapa etopradia ya nsepredia mantara balada reketebedia mantara baka yesheteberedia mantara baba bayada rababa kibare yeshatara baraba yendara bakaya mandere bekira mandara baba boshi ekepele beshi eriga barada. Grace for obedience, grace for obedience. Let it be true to you, let it follow upon you. Shatere barada yandere bekiti ebrekidi bikita yantara balose esevedi baladia. Hautaishia hapo, unaendelea mbele kwa
ule utii mdogo mdogo ambao unaanza kupokea ndani mwako, yale maelekezo, ile sauti ambayo huwa anasema na wewe kwa njia ya ndoto. Mungu anasema kwamba itakuwa halisia mwanangu. Era masheparadia rakatere balada, lolote ambalo amekuambia nenda ukafanye, nenda ukaanze. Mara baba shete ebradi barahante mendoko paradia manderebe kibrahida asufre kida bande brede yetara makoria mande eribra dose ferebrida yantere brekida bahata yandaka pala dose fredia yantara barada yeshetere berida mantara bakai yandaka paradia. Grace for obedience, grace for obedience. Mariba da bashete eriba da bayade ebrana mashikiti paraka ebradiba sofrade etarama na makai ya terebe shiti ya setere berada ya ntarabakai mandere beshida makaraba sete ye karabayada ya tarabaraba ye shetere berida mantarabakai ye sefredia. Receive power, receive grace. Shetere berida mantarabalada. A new dimension, a new dimension, a new dimension, a new dimension. God is taking you to a new dimension. Marababa boshira endeketere bai ezevrehida mantarabakaya masheregida azegredi bahante ebregida bahate mantarabakaya marabakapaya yeterebekiri eterebekira arama kapaya rebredi brahante ebredi brahante rebredi bahante. Kile ambacho kilikuwa kinawazuia wengine hakikuzuiwi tena wewe, hakikuzuii wewe tena kwa jina la Yesu na kwa msaada wa Roho wa Bwana. Hiyo neema inaingia ndani mwako, hiyo neema ya kuwa mwombezi kwa ajili ya wengine. Mandaraba kope embradiga bahade eterebedia yanterebadia. God is pouring oil upon you. Shapakapa eshepakate eriakataya ramana makoria yesefredi bayada mantarabakaya yeshepeti bahada mantarabakaya yeteke paladia rabakapa yentokopa yendelebekida eteliga bata endelibasata rama mamoshida epragida bahase mentere brakida. Grace, grace, grace. You are going to another level, you are going to another dimension. You will not end here. This is a new dimension. Aparina mahate epalina mahate manda kapaladia. Thank you Holy Spirit, thank you Holy Ghost. Yanteke balade yanda baladia. Neema, neema, naita neema, vigelegele vya neema, neema visikike kwako, visikike kwako. Yandara barade yesheperedia arima na makai yenteri barada. Ile neema ya utii iliyoko juu ya baba yangu na iweka juu yako tena katika jina la Yesu Kristo. Neema ya utii mantara batuse emprakita baradia arama makoya eliba da bahate rianta kapaya. Dr. Rehema, I call upon you. Kina mashe paradia ramo sufete etriga bahata yantara bakuria yandere bekibi eskabaradia mantara barada yandoro boshira elika bahata yandara bakuria eseverebedi eparabakaya yantere berida nema sofetira mantere bekita yekaparabakapa yekaparabakapa yantara bababa yetere bekibaraba yandaka parabarada rabababa boshe erimana makuria bande esofira bahande lebekita yantara bakaya rabababa shate yabaka. Makarama shetere berida bahata reko shatara marada. Katika jina la Yesu tunaomba, amen, amen, amen. God bless you so much. Unamgarudi ka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Amen. I thank God for this session. Man of God, God bless you so much. Lakini pia mimi nimeoa na Mungu amenibariki baraka kuwa na mke mzuri sana. Amen. Sema mke mzuri sana. Ya, ni mzuri kwa kweli jamani, sawa? Ya, anasalimia sana, lakini pia aliniambia uko live, nafikiri atakuwa pia anafuatilia. Amen. Ya, mwana wangu ni mdogo sana, na miezi 3 sasa hizi, yani just 3 months. Kwa hiyo bado nina ndoa changa sana. Amen. Yeah, God bless you so much. Thank you, son.